Wakati tunaendelea na mijadala ya siasa na hali ya kiusalama inayoendelea nchini kwetu, serikali haijaacha kufanya kazi zake, and katika hizo kazi zake, ndugu zangu, kuna jambo zuri sana ambalo limetokea. Vyombo vyetu vya habari bado hawajaboost hiyo habari vya kutosha ili wananchi waweze kuelewa inamaanisha nini. Well, ripoti ambayo imetolewa duniani inayohusiana na huduma za fedha kwenye simu, yani mobile money, ambapo Tanzania imeibuka kidedea kwenye nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, yani Afrika ya Kati na ya Kusini. Sasa ripoti hiyo inasema kwamba duniani kote nchi ambazo zimeongoza katika kukuza pato la mobile money ambalo limefikia dola trilioni 1.1 ni nchi za Afrika ya Kati na Afrika ya Kusini. Na kati ya nchi hizo Tanzania imeshika kilele kwa kuongoza. Sasa mafanikio haya si ya bahati mbaya, na mafanikio haya yanamaanisha nini kwetu? Nisikilize ili uweze kufahamu. Kwa kuanzia kabisa, ikumbukwe kwamba Tanzania ni nchi za kwanza kabisa ambazo zilipokea majaribio ya matumizi ya fedha kwenye simu. Mobile money kimsingi ilianzia Tanzania, ambako ilianzishwa kwenye nchi za Afrika Mashariki, na katika hizo nchi za Afrika Mashariki Tanzania ilikuwa ya kwanza kupokea majaribio hayo. Na majaribio hayo yamekuja kulipa kwa sababu gani? Kwa sababu ya usimamizi mzuri ambao umefanywa na serikali yetu kwa awamu zote kwa pamoja. Nasema kwa awamu zote kwa pamoja kwa sababu kama ingekuwa kila rais akiingia anaingia na michongo yake kwenye hii sekta, basi hii sekta isingeweza kuwa imara na tusingefikia mafanikio haya. La kwanza, tuna mafanikio gani kama taifa sasa kwenye hiyo report? Well, matumizi ya huduma za fedha kwenye simu, yani mobile money, yamekuwa makubwa kiasi kwamba sasa hivi yanachangia 5% ya pato la taifa la Tanzania. Na haya yote sio miujiza. Uamuzi mkubwa zaidi ambao uliboosti sekta hii ni pale ambapo serikali iliamua kuirasimisha hii sekta hata kwenye malipo ya huduma zake. Mfumo wa iga ulipowekwa kwenye malipo ya fedha kidijitali na kumwezesha mwananchi kulipia huduma za kiserikali kwa njia ya mitandao yake ya simu, hapa ndiko ambako serikali iliupiga mwingi sana, kwa sababu kama serikali inaanza kutambua hizi huduma na kuzitumia, basi ilijenga zaidi imani kwa wananchi kuweza kutumia huduma hii. Lakini pia serikali iliintroduce mfumo wa interoperability au unaofahamika kama TIPS. Mfumo wa TIPS kama ufahamu, maana yake ni uwezo wa wewe mtu wa mtandao mwingine kumtumia fedha au salio mtu wa mtandao mwingine. So let's say unatumia Vodacom, then unaweza kumnunulia voucher mtu wa Yas, mtu wa Airtel. Hiyo ndio mfumo wa interoperability. Kwa hiyo serikali pia ilitengeneza mfumo ambao unafanya hii mitandao ya simu iweze kusomana, iweze kufanya kazi pamoja, hali ambayo ilikuza ushindani. Interoperability ilimwezesha mwananchi kutumia huduma ambazo yeye kwake anaona ni nafuu. Kwa hiyo ulikuwa ukitaka kumtumia mtu salio, unaangalia mtandao gani kwako ni nafuu, unafanya hivyo. Pia serikali ilikuja na mfumo ambao ulirahisisha huduma za malipo ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Yes, umekuwa ukiweza kutumiwa fedha moja kwa moja kutoka nje ya Tanzania. Unaweza pia wewe kumtumia fedha mtu aliyepo nje ya Tanzania. Unaweza kulipia huduma nje ya Tanzania. Tunafahamu kwa miaka ya nyuma kidogo ilikuwa ni mpaka uwe na kadi ya benki ili uweze kulipia baadhi ya huduma, let's say Netflix na huduma zozote zile ambazo haziko ndani ya Tanzania. Lakini serikali ikaweza kuintroduce mfumo wa Mastercard kwa mitandao ya simu, kitu ambacho kinakuwezesha wewe ukiwa na Mastercard yako ya kwenye mobile money, whether ni Mastercard yako ya Airtel, Mastercard yako ya Yas, Mastercard yako ya Vodacom, unaweza kulipia huduma ambazo zinatolewa nje ya Tanzania kwa kutumia mtandao wako wa simu. Pia serikali ilitengeneza platform iliyowezesha wafanyabiashara wakubwa na wadogo wote kuingia ndani ya mobile money. Yani kulikuwa na huduma za lipa namba ambazo zinamwezesha hata winga naye aweze kupata malipo ya huduma zake kwa kutumia lipa namba. Hapo wote kwa pamoja mnakuwa mnatumia mobile money, na wafanyabiashara wakubwa pia nao wameweza kutumia huduma za mobile money. Lakini kubwa zaidi ni hata wale wafanyabiashara wa mazao ya kilimo. Mfano mzuri ni wakulima wa korosho kule Mtwara. Awali walikuwa fedha zao wanaingiziwa kupitia benki. Kwa hiyo ni lazima uwe na kadi ya benki ndio uweze kupata malipo ya mazao yako. Lakini sasa hivi serikali imerahisisha. Mkulima anapata hela yake moja kwa moja kwenye namba yake ya simu kwa kutumia mobile money. Serikali ikapanua wigo wa kuwafanya vijana waandaliwe sasa kwenye ulimwengu huu wa fedha za kidijitali. Ndio maana tunaona kumekuwa na program mbalimbali zinazowapa mafunzo vijana kwa ajili ya kuhifadhi fedha zao,
kuweka akiba ya fedha zao na matumizi ya fedha. Elimu zimekuwa zikitolewa na program mbalimbali, mfano Access Wezesha, kuna ile pia ya Yas Anzia Ulipo. Hizo ni moja ya programs ambazo zimewekwa kwa ajili ya kuwafundisha vijana kuelekea kwenye huu ulimwengu ambao step in na tumeibuka kidedea wa fedha za kidijitali. Faida kubwa na ya muhimu zaidi ambayo pia serikali imeweza kuisimamia ni kuikuza huduma hii ya fedha ya mobile money. Yani kutoka kwenye kutuma na kutoa fedha. Sasa hivi ndani ya mobile money una uwezo wa kukopa, una uwezo wa kuweka akiba, una uwezo wa kununua hisa, una uwezo wa kuhifadhi huko fedha zenu za kikoba. In short, mobile money imekuwa very expanded kwa ajili ya kila mwananchi. Lakini je, mobile money sasa ina faida gani kwa mwananchi mmoja mmoja? Huduma hii imechochea mzunguko wa pesa. Yani sasa hivi wewe mfanyabiashara unaweza ukakaa popote ulipo, ukaposti bidhaa yako, mteja akaipenda, akalipa kwa simu, ukamfanyia delivery. Inaokoa muda kwako wewe mfanyabiashara, inaokoa muda kwa yule mteja wako. Faida ya pili ni kwamba pale ambapo huduma hizi za mobile money zimepanuka nje ya kutuma na kutoa tu pesa kwenda kwenye kuweka akiba, kupata mikopo, kununua hisa pamoja na huduma za bima, hapo ndipo ambapo imekuwezesha wewe mwananchi kufanya yote hayo ndani ya wakati mmoja kwenye simu yako tu. Tunafahamu kwamba kuna mikopo mingi huko mitaani ambayo inaumiza sana wananchi, especially wanawake, kama hiyo ya kausha damu, lakini unajua ukisongesha zako, ukipata nipige tafu yako, ukipiga zako niwezeshe, mambo yanakuwa bulbul kuliko ukienda uko kausha damu. Hivyo mobile money inakuwezesha mwananchi kujijenga kiuchumi kwa sababu utakuwa unafanya uwekezaji ndani ya simu yako, lakini pia inakusaidia kupanga maisha yako ya kiuchumi kwa sababu unaweza ukajua hii nikope, nitasongesha, nitalipa hili, nitakopa tena, nitafanya hivi. Yote hayo yamewezekana ndani ya mobile money. Pia mobile money imeweza kuwafikia wale wananchi ambao wako hadi vijijini ambao hawakuweza kufikiwa na huduma za kibenki, au kama tu mtu alikuwa apendelee kutumia huduma za kibenki, sasa anaweza akatumia mobile money. Maendeleo yaliyopo kwenye sekta hii, zamani kulikuwa na kiasi maalum ambacho unaweza ukakiweka, huruhusiwi kuexceed hapo, lakini serikali imeweza kukiongeza. Hii ni faida zaidi kwa wewe mwananchi kwa sababu sasa unapunguza ule muda kwenda kupanga foleni benki, kwenda kutoa au kuweka fedha. Sasa hizi vyote unaweza ukavifanya ndani ya mobile money. Lakini pia kama unakumbuka kipindi mfumo unaanza kulikuwa na siku kadhaa ambazo inabidi usubirie ili uweze kutumia huduma za kifedha. Sasa serikali iliporahisisha hiyo kwamba unaposajili tu hapo hapo unaweka namba yako ya siri na uko tayari kuactivate mobile money yako, maana yake imefanya sasa unatembea na fedha zako zote kiganjani. Kwa hiyo imesave muda kwa sababu tunajua time is money, and ukiwa na money yako kwenye simu you save a lot of time. Pia mfumo wa mobile money umetusaidia kupunguza rushwa. Unajua kabla ya iga kuunganishwa kwenye hii mifumo ya mobile money, ilikuwa ukitaka kulipia kitu fulani ni mpaka ufiki ofisi husika, uanze kufanya negotiation na bargaining, hapa nitalipa hiki, au hata traffic akikusimamisha njiani inabidi uanze kubargain nao. Lakini sasa hivi tuna mobile money ambako all you need ni control number. Traffic akitaka kuchapa fine unamwomba control number. Unataka kwenda kulipa kodi, wewe unaletewa tu control number. Unataka kulipa ada, wewe ni control number. Kwa hiyo unalipia moja kwa moja. Kwa hiyo mobile money imetusaidia kupunguza rushwa kwa sababu sasa kuna uwazi wa malipo na huduma zitolewazo kwenye mifumo yote ya kijamii. Sasa unalipa kile ambacho unatakiwa kulipa. Mambo ya cha juu hayo ni mpaka ujitafutie mwenyewe aise. Kwa kijana mwenzangu, mapinduzi haya yanamaanisha nini kwako? Mapinduzi haya yanamaanisha kwamba Tanzania yetu inaenda kwenye mfumo wa fedha wa kidijitali, na wewe unapaswa kuchukua hatua uingie ndani ya mfumo wa fedha wa kidijitali. Wewe kijana mwenzangu ambaye ni winga, sasa hivi ndio muda wako wa wewe kujisajili, upate leseni, uwe unatumia huduma zako zote kwa kutumia lipa namba, yani tumia mobile money, ili uweze kutengeneza reputation yako nzuri na economic records zako nzuri, ili hata baadaye ukitaka kwenda kukopa benki, unaenda unakopa na utakuwa unakopesheka kwa sababu statement yako ya kiuchumi itakuwa inaonekana kwenye mobile money yako. Yani tunafahamu kwamba ukiwa unatumia huduma zako hizo za mitandao ya simu za fedha, unaweza kupata statement anytime. Kwa hiyo inakurahisishia. Unaweza ukawa unajiona mimi kijana nikitaka kwenda kukopa kwa ajili ya kuenhance biashara yangu, sikopeshwi kwa sababu naonekana sifai kukopesheka. Wewe haukopesheki kwa sababu hujajirasimisha. Wewe jirasimishe. Kuwa na TIN namba yako. Uwe unalipa kodi yako kulingana na mauzo yako. Alafu keep your records. Sio, unanielewa? Statement yako ya huo mtandao wa simu ndio ambayo itakupa wewe reputation ya kukopesheka hata benki.
Ninawaambia leo kwa sababu mlikuwa mfahamu kwamba mobile money imekuwa very deep. Na wewe mfanyabiashara ambaye hauna lipa namba, huu ndo muda sasa. Lipa namba itakusaidia wewe kukopesheka, kwa sababu ndo statement itakayokuwa inaonyesha mauzo yako, namna gani waga unakopa huko kwenye mitandao ya simu na unalipa kwa wakati gani. Yes, na wewe ambaye unakopaga bila kulipa, wewe anza kulipa hayo madeni ya mobile money. Unakopaga voucher, unasongesha, anza kulipa kwa wakati, kwa sababu huko ndipo tunapoelekea. What I love the most ni kwamba serikali imeingia mazima kwenye digital money, na tunapoelekea ndipo huko. Kwa hiyo inabidi kila kijana sasa hivi ambaye anafikiria kuingia kwenye biashara, kwenye michongo yake yote ambayo inahusu fedha, anza kutumia vizuri digital money. Kama wewe ni mfanyabiashara hauna lipa namba, this is your time. Sajili leseni yako, upate TIN namba yako, mambo yako yote fanya kwenye lipa namba yako. Yani lipa namba yako ndio iwe kama bank statement yako, iwe inaelezea unaingizaga shingapi, una uwezo wa kukopa mpaka kiasi gani, na una uwezo wa kulipa kwa muda gani. Hii itakurahisishia sana kwenye hiyo mikopo inayotolewa huko kwenye mabenki. Lakini pia kama kijana na mfanyabiashara chipukizi, ukishaingia kwenye haya masuala ya digital money, wewe mambo ya kumzidishia mtu change, mambo sijui ya kukosa change ukatafute kwenye duka la mtu mwingine, wala mambo ya kupewa noti bandia, utayajulia wapi with digital money? Nani anaweza kukutumia 10,000 bandia wewe? Kwa vijana mstuke jamani. Kwa wawekezaji wengine pia sasa mshatambua kwamba serikali imeweka huku kambi kwenye digital money na ina target zaidi vijana. Tafuteni na nyinyi namna gani mnaweza kwenda kuwasaidia vijana huku kwenye digital money. Kama mnaweza kutengeneza programs za kutoa elimu, naomba ziwe nyingi zaidi, ziweze kuwafikia vijana wengi zaidi, ili waelewe umuhimu wa kuingia kwenye digital money. Kwa sababu sisi ndio vijana ambao muda wa kwenda kupanga foleni benki hatuna, muda wa kwenda kupanga foleni kwenye ofisi za umma kwa ajili ya kulipia huduma fulani pia hatuna. Kwa hiyo angalieni fursa iliyopo hapa, namna gani mnaweza kucommunicate na vijana wanapoingia kwenye digital money, na nyinyi muwe nao sambamba. Hi guys, so kama mnakumbuka wale watu wasioitakia mema Tanzania, wengi wao walikuwa wanahamasisha zaidi kuhusu kuzua taharuki na mpaka kutengeneza hashtags za kuzuia watalii Tanzania. Huku sisi ambao hatutaki machafuko ndani ya nchi, watu tunaopenda amani, pia katika hiyo amani tukatengeneza mpaka hashtag ya kufanya watalii waje Tanzania. Najua pengine ulikuwa unajiuliza sana, kuna uhusiano gani kati ya utalii na mambo mengine yote yanayoendelea nchini? Kwa nini wale wanaotaka Tanzania ipotee walikuwa wanataka kukimbiza watalii, na kwa nini ambao tulikuwa tunataka amani iendelee tuliendelea kuhamasisha kuhusu utalii? Ni kwamba utalii ni maisha ya watu, utalii ni engine ya uchumi wa taifa letu. Sasa na kuelezea kinaga ubaga. Utalii huwa unaingiza fedha za kigeni, na hivi karibuni utalii ndio imekuwa chanzo kikubwa cha mapato ya fedha za kigeni ambazo tumezipata. Kama ufahamu umuhimu wa fedha za kigeni kwenye uchumi wetu au kwa serikali yetu ni hivi: pale ambapo tunataka kuagiza bidhaa muhimu kutoka nje ya nchi, tutatumia fedha hizo za kigeni. Sasa unafahamu kwamba huko duniani fedha ambayo inatumika kwa asilimia kubwa ni dola. Kwa kama tukiwa na watalii wengi ambao wanalipia, wanatoa tips za dola, hii inatusaidia sisi tunapotunza reserve za dola. Inafanya pale ambapo tunataka kununua mashine kwa ajili ya viwanda, vifaa vya matibabu, badala ya kutumia fedha za Kitanzania tuanze kuziconvert ziwe kwenye dola, basi tunaweza kutoa ile reserve ya dola moja kwa moja tukanunua vifaa tunavyovitaka. Lakini pia utalii unatoa ajira kwa vijana na wanawake. Vijana wengi ambao wapo kwenye industry ya hotel management wanapata ajira kwa sababu ya utalii. Lakini pia wanawake ambao wapo kwenye industry za urembo, ususi, mfano kuna wanawake wengi ambao wanasuka watalii Zanzibar, wanapata maisha yao ya kila siku kupitia hao watalii waliopo. Utalii unachochea biashara kukua. Watu wengi ambao wameanza biashara zao zikiwa ndogo ndogo, wale ambao kwenye maeneo yanayotembelewa na watalii, haziwezi kubaki vile vile kwa udogo wake, lazima zitakuwa na kuongezeka. Lakini pia naomba nikukumbushe, unakumbuka kipindi ambacho vijora, mabatiki vilikuwa ni vitu ambavyo vinaonekana ni vya kishamba, lakini ongezeko la watalii ambao sasa likafanya watalii wapende kuvaa vile vitu, imekuza soko la vijora na mabatiki. Na kimsingi utalii unashikilia biashara nyingi sana, kuanzia ndogo mpaka kubwa. Tuanzie kwenye hoteli, tour guides, mahotelia, bodaboda ambao wanabeba watalii kwa move hapa na pale. Lakini pia tuna wasanii kama wale waimbaji na wachonga vinyago,
wote wanabebwa na hii industry moja ya utalii. Ndio maana tunasema utalii ni engine ya uchumi, kwa sababu uwepo wa utalii unashikilia ajira nyingi za watu wengi, kuanzia zile ajira za moja kwa moja na zile ambazo sio za moja kwa moja. Utalii pia unaunganisha sekta nyingine. Mfano, wakulima wanapeleka mazao yao wapi? Hotelini, ambako yanapikwa ili watalii waweze kula. Lakini pia hata hawa tunaosema bodaboda wana move watu wageni ambao wanalala wapi? Kwenye hizo hoteli ambazo watalii wanatembelea. Unaona sio connection ya utalii. Lakini pia wasanii wale wanaoimba, wanaochonga vinyago, wanaotengeneza nguo, wanaziuza wapi? Kwa watalii. Lakini kubwa zaidi ni kwamba fedha inayopatikana kutokana na mapato ya utalii ndio ambayo inatununulia ndege, inatutengenezea viwanja vya ndege, shule, hospitali na vitu vingine vyote tunavyoviona ikiwemo barabara. Vyote hivi vinapatikana kupitia nini? Utalii. Na kupitia utalii huu maisha ya wananchi wanaoishi kwenye maeneo ambayo watalii wanatembelea yameboreshwa, kwa sababu zile fedha zinazopatikana zinarudi kwa wananchi, ndizo ambazo zinajenga shule kwa wananchi wanaoishi hapo, ndizo ambazo zinaboresha huduma za kijamii kwa wananchi wanaoishi kwenye maeneo ambayo watalii wanatembelea. Kutokana na mapato hayo ndio ambayo yanasukuma hata wananchi wanaoishi kwenye maeneo ya utalii kulinda mazingira yao ili wanyamapori waendelee kuwepo, kwa sababu wanajua uwepo wa hao wanyamapori ndio ambacho kinavutia watalii, na watalii wanapokuja na wao wanapata faida za moja kwa moja. Na ndo hapa tulikuwa tunasema hata Zanzibar ni moja ya miji ambayo inashuhudia matokeo ya utalii moja kwa moja. Wanajua kabisa kwamba kuna high season na kuna low season, na wanajua kwenye high season vitu gani wanaweza kuvifanya, faida gani ambayo wanapata, na kwenye low season wanajua ni muda wa kuandaa nini na muda wa kujipanga na nini. Kwa hiyo kama mtu ambaye hauko kwenye industry ya utalii ni ngumu sana kuona umuhimu wa utalii, lakini utalii uko deep. Vijana wenzangu na Watanzania wote, njooni tusemezane, maana sijui ni kucheka au tufanyeje. Leo wakati rais anatoa hotuba, nchi nzima tulikuwa attentive, kwa sababu tulikuwa tunasubiria ni lini rais atakuja kuzungumzia jambo ambalo limetusibu kama taifa, na tulikuwa tunasubiria ataongea nini. Lakini niwakumbushe kwamba hata wale ambao walikuwa wanasema wamtambui kama rais leo walikuwa wanamsikiliza, na mkitaka kujua hili kwamba walikuwa wanamsikiliza, katikati ya hotuba nzuri iliyokuwa inatoa majibu ya maswali yetu, inatoa matumaini kwenye masononeko yetu, watu wameshindwa kuvumilia hata hotuba iishe tu ili watoe mitazamo yao, wakaanza kutoa mitazamo kabla ya hotuba kuisha. Jambo la kwanza walokuja nalo mpaka sasa hivi wanaimba tukatae maridhiano. Unabaki unajiuliza, hawa si ndio ambao mwanzo walikuwa wanatengeneza posti za kejeli kwamba serikali hata haija apologize, serikali hata haijatoa lolote kuonyesha kwamba linatambua yaliyotokea. Leo anasimama mama, na tunajua kwenye mila zetu wa Afrika tunaambiwaga mkubwa hakosei. Mama leo amefanya jambo ambalo ninaamini jenzi wengi huwa tunatamani kuliona hata kwa wazazi wetu. Wapo wazazi ambao wanatuumiza kwenye hiyo yako tutakia mema, na hawajawahi kukiri kwamba kwenye hili mwanangu nilizidisha, naomba unisamehe. Mama leo amejishusha, ametutengenezea wizara yetu, anaenda kuwa na mshauri atakayewasilisha mambo yetu mezani kwake moja kwa moja bila udalali. Mifuko yetu yani tunaenda kuwa na mfuko unaojitegemea kabisa utakaoshughulika na masuala ya vijana. Watu bado wanatuambia tukatae maridhiano. Sasa nabaki najiuliza, hii hasira walioripuka nayo, Mungu kwanza mmeona walivyochukia. Unajua wamechukia ni mpaka wanaongea mishipa ya shingo humu inawasimama. Na mwingine eti anaposti anasema kamwe hatokubali msamaha wa Samia. Mbona watu wanavielele hivi? Na nikawaambia haya maridhiano yanawahusu wanaharakati. Haya maridhiano yanawahusu wanasiasa. Haya maridhiano yanawahusu Gen Z. Haya maridhiano yanawahusu wazazi. Yani yanatuhusu wale tulioko nchini ambao tumeathirika moja kwa moja na kile kilichotokea. Watu mko nje mnatuambia eti hamtokubali maridhiano. Kwani nani kawaambia nyinyi mpo kwenye hiyo sema maridhiano? Nani kawaambia ule msamaha unaohusu nyinyi? Wanaanza kupotosha eti mama mwanzoni si alisema waliopigwa risasi sio Tanzania. Tunakumbuka vizuri mama alisema haikutushangaza kuona baadhi ya vijana hao sio wa Tanzania. Na hilo ni kweli. Baadhi yao hawakuwa wa Tanzania.
Mlituwekea hadi video hapa za Wakenya wakiwa boda ya Namanga wanataka kuingia. Sasa hizi mnataka kupotosha ionekane kwamba mama alikataa kabisa kwamba vijana wote waliokuwa kwenye yale maandamano sio wa Tanzania. Wachawi, mko na pasipoti zenu, mko nchi za watu, mnataka watu walibu nyumba yao wenyewe ili wakakae wapi? Eti kabisa mmekaa eti vijana msikubali maridhiano ili iweje? Mimi sio muumini sana vitu, lakini usikuta watu wako Freemason wametumwa damu na wanaona damu pekee wanazoweza kuzitoa ni za Watanzania. Alafu upande mwingine mmeona eti wanaripoti account yangu ya TikTok, tena wanaripoti posts zao ambazo nimeposti mazungumzo yao, eti wanataka zifutwe. Kwa nini wanataka zifutwe? Nitawachekesha. Mimi nilikuwa sijui kama wanaripoti account yangu. Niliingia TikTok, ni posti content ya hiki ninachokiona kimeendelea hapa, ndio nikakutana na messages za wasamaria wema. Kuja kuangalia kweli, ninaanza kupigwa warnings. Afu posti iliyofutwa ni posti ya mazungumzo yao. I thought walikuwa wanasema mimi ni muongo, mimi ni chawa, sijui ninachoongelea. Imekuja tena kwenye account yangu. Haya, nikaja nikaona eti Habil amesema leo amechelewa kuingia live, anashindwa kuongea kwa sababu yangu mimi. Seriously? Mtu unajuana na Pope, mtu unajuana na Antonio Guterres, unaniogopa mimi? Seriously? Unaniogopa mimi au unaogopa ambavyo nina share nia yako ovu dhidi ya vijana wa Kitanzania? Nawaambiaje? Sio tu kuripoti account, yani hata mngeachia sex tape, mimi na nyinyi tuko sambamba. Mtajifunza kuiacha nchi yetu, mtajifunza kupeleka hayo mashinikizo huko kwenu, sio kwenye nchi yetu, sio kuponza tena vijana wenzetu. Nawatakia usiku wenye makasiriko makubwa. Kesho tusikie mmepata viharusi kabisa. Mmenitag sana kutoka mchana. Baikola, tunaomba utupe response kuhusu hiki alichotoka kukizungumza Bwana Heche. Yes, kama umepitwa, basi leo makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo alikuwa na press conference. Na mimi mwenyewe baada ya kusikiliza hiyo press conference yake, kwa kweli ndugu zangu nisingeweza kunyamaza. Ilikuwa lazima nije hapa tuchanganue kwa pamoja. Sasa, kama wewe ni mgeni hapa, naomba utulie kwa sababu tuta rewind. Lakini kama wewe ulikuwepo hapa siku nyingi, najua that is why ulikuwa very excited kuona Baikola atasema nini baada ya hii press conference. Sasa kwa ambaye hukuwepo, siku za nyuma kidogo niliwahi kuja hapa nikawaambia vijana wenzangu kwamba Gen Z tunachezeshwa ngoma tusiyoijua. Mwenye ngoma atatokea tu, na baada ya hao wanaharakati kuja na agenda mpya ghafla out of nowhere kwa ajili ya tarehe 9, wakawa wanasema kwamba wanahitaji agenda mpya za maandamano, ambazo zilikuwa ni zipi vile? Zilikuwa ni serikali ya mpito, katiba mpya, uchaguzi kurudiwa. Wafafanulia hapa vijana wenzangu, kwenye hizi agenda 3, vijana mbona hatuhusiki? Mbona hizi agenda ni za wanasiasa? Mbona wanatuonyesha waziwazi kuwa hakuna haja ya maandamano? Ni issue ambayo wao wanasiasa wanaweza wakakaa mezani wakafanya. Tena mpaka ikafika point nikawaambia vijana, I say kama inabidi ni heri mtengeneze chama chenu peke yenu, kwa sababu hawa wazee ambao mnawaamini, mnaona kwamba wakija kupata madaraka watatetea maslahi yenu. Oneni, hata madaraka hawajapata tayari wamebadilisha agenda za maandamano kuwa agenda zinazowakidhi wao wanasiasa. Kwenye hii serikali ya mpito, Gen Z gani ambaye atapata nafasi ya uongozi? Jibu ni hapana. Kwa tunaelewa mpaka hapo kwamba zilikuwa agenda za wao wenyewe wanasiasa, na nikasema wazi wazi kwamba believe me or not, wanaharakati na Chadema wana mtu wao ambaye wanajua akiongoza hiyo serikali ya mpito, basi hayo mambo mengine mawili yataenda vile wanavyotaka wao. Jambo la pili lilikuwa ni lipi? Uchaguzi kurudiwa. Nikauliza vijana, mmejiandaa kugombea au mnapambania watu warudie uchaguzi kwa ajili ya wale ambao walishiriki uchaguzi wakakosa, na kwa ajili ambao walisusia wenyewe uchaguzi, alafu sasa hizi ndio wakakumbuka kwamba hawawezi kusurvive bila vyeo? Kwa hiyo mpaka hapo pia unanielewa. Sasa hizi hapo uchaguzi ukirudiwa, nina uhakika wewe hauna fedha ya kampeni, hauna hata strategies za kushinda. Ila kuna watu ambao wamekaa na fedha zao pembeni, wanaamini kwamba ule uchaguzi ukirudiwa tu
kuna vitu fulani naweza nikavifanya nikapata nafasi ambayo sijaipata kwenye Oktoba 29. Na ajenda ya tatu ambayo ilikuja nayo ni katiba mpya. Kwenye hiyo katiba mpya sasa nikawa highlight vijana kabisa na nikawapa alert kwamba hawa watu wanachokigusia wao kwenye hiyo katiba mpya hamna sehemu wanayoigusia ambayo inahusu wananchi moja kwa moja. Wao ni madaraka, ni madaraka, ni madaraka. Madaraka ya rais yako hivi. Kwa nini waziri mkuu na rais wanatokea chama kimoja? Yaani ni agenda ambazo ukiziangalia zinawahusu wanasiasa. And that is why nikaja nikamwambia vijana kwamba ni heri tutengeneze chama chetu wenyewe cha vijana. Kwa sababu inapoelekea hata maridhiano yatakayoenda kutengenezwa yatakuwa ni maridhiano ambayo yanakidhi agenda za wanasiasa. Vijana tutakuwa tumetumika tu ile kutengeneza attention. Sasa leo Heche kwenye press conference yake anaziongelea agenda zile zile. Wenye agenda zao wameanza kusogea. Wale wa Huayu walishatangulia wakapata ya kuyapata. Sasa wamekuja hawa wenye agenda za kisiasa. Leo press yake inadhihirisha kwamba yale tuliyoyahisi kumbe yalikuwa ni ukweli kwa 100%. Sasa Heche kwenye press yake amegusia vitu kadhaa. Lakini kwenye hilo la katiba mpya hilo ndo hayo tunayosema ya kwamba watu wanagusia tu engo za kisiasa. Hatujai kusikia wakisema kwamba kwenye katiba wanataka labda sheria za ardhi zirekebishwe. Wao kwenye hiyo katiba mpya ni madaraka, madaraka, madaraka. Mbunge asiwe waziri. Yaani ni design watu wanatengeneza mazingira kwamba akikosa huku apate huku. Lakini sasa Heche katika vitu vingine ambavyo ameviongelea eti amesema kwamba walizuiliwa kushiriki uchaguzi. Ndugu zangu, ni kweli Chadema ilizuiliwa kushiriki uchaguzi au Chadema wao wenyewe ndio ambao walianza na agenda ya no reform no election kabla hata ya muda wa uchaguzi? Wao wenyewe walishasema there is no election. Lakini Heche mwenyewe kwenye interview ya East Africa Radio alisema hakutokuwa na uchaguzi. Sio tu kwamba Chadema haitoshiriki uchaguzi, ila hakutokuwa na uchaguzi, na akawataja wadau wao ambao watashirikiana nao kuhakikisha uchaguzi ufanyike. Na akasema tumejipanga, tuna wadau wa kimataifa, tuna wadau kutoka ndani, tuna taasisi za kidini, tuna viongozi wa dini, tuna asasi za kiraia. Alitaja hiyo video, nimeiweka TikTok. Na kama itakuwa ni muhimu zaidi tunaweza tukaleta na Instagram, ambapo watu wote wataja ndio ambao tunawaona nao sasa hivi yani kwenye bato lao. Sasa Heche, ni kweli Chadema ilizuiliwa kushiriki uchaguzi? Hata tukimnukuu Tundu Lissu aliwaambia wanachama wake moja kwa moja baada ya kupata wenyekiti kwamba kama katikati yenu kuna mtu anaweza kupata ubunge asahau. Sasa what is this? Kwa nini Heche anakuja kusema uongo kama huu? Ni kwa sababu ile ambayo nilikusha kuelezea kwamba ili kuwe na serikali ya mpito ambayo itasimamiwa na watu wengine, na awali hatukuwataja, lakini leo Heche anasema kabisa eti serikali yetu ije isimamiwe na mashirika ya nje. Anasema waje EU, UN, yani ndio waje kuiongoza Tanzania. This is very absurd. Sasa Heche katika hayo jamani, sovereignty itakuwa wapi? Ni juzi tu hapa baada ya mama kuuliza swali la who are you, tukawa tunajiuliza hivi hawa watu wamejikuta kina nani mpaka wakawa wanataka kutuingilia. Kumbe ni kwa sababu kuna wenzetu ambao wanawaamini wale kwamba wanapaswa kuja kututawala. Yani leo Heche unasimama unasema kabisa kwamba sisi Tanzania tuje tutawaliwe na mashirika ya kimataifa. Yani I thought ungekuja na better ways za namna gani tunaboresha viongozi wetu, namna gani tunaboresha hawa Gen Z ili kupata viongozi walio bora for the future. Ila umeskuti and the best you could come up with ni tutawaliwe na UN, AU. Seriously? Gen Z, mlikuwa mnalifahamu hili? Kwa namna ambavyo mmeusoma ukoloni, kwa namna ambavyo mmehadithiwa maisha yalivyokuwa Tanzania kabla ya uhuru, ni kweli huko ndipo ambapo tunataka kurudi? Na kwa engo nyingine niliwahi kuuliza, je, tunaposhawishiwa kuharibu miundombinu tunaipeleka Tanzania mbele au tunarudisha nyuma? Lakini sasa Heche leo amekuja kuthibitisha kwamba sio tu kiuchumi, hata kiutawala turudi nyuma. Eti Tanzania itawaliwe na mashirika ya nje alafu ndo kuweze kurudiwa uchaguzi. Tunarudi pale kwenye ile engo. Wana mtu wao ambaye wanajua akiongoza hiyo serikali ya mpito wao watapata hiko wanachokitaka. Na katika taasisi zile ambazo alizitaja kwenye East Africa Radio
ndio hizi ambazo leo anakuja anazipendekeza zije kutawala Tanzania. Sasa kwa nini Heche amekuja na hizi ajenda wakati huu? Ni kwa sababu ili kuwe na serikali ya mpito lazima kuwe na mavuguvugu ya kisiasa yanayozua taharuki. Hilo neno taharuki lishikilie, narudi, na yanayosababisha vurugu. Kwa hiyo mnapokuwa mna vurugu ndani ya nchi nzima, manake mnaonekana nyinyi mmeshindwa kujicontrol, nyinyi mmeshindwa kujidhibiti, mmeshindwa kuelewana nyinyi kwa nyinyi. Kwa hiyo sasa hebu aje mtu mwingine kuwatawala huku nyinyi mnatatua matatizo yenu ya kisiasa. Sasa je, ni kweli kwamba ndio tulipofikia hapo Tanzania kwamba hatuwezi sisi kutatua changamoto zetu? Tunahitaji mtu mwingine aje kututawala? Jamani, hata Kongo na Rwanda walivyopelekana kwa Trump juzi, hawakwenda kuomba kutawaliwa. Ingawa tunaona hata kile walichokisaini kimebackfire. Maana rais wa Kongo amerudi bado analalamika. Lakini ni kwamba situation ya Tanzania ni mbaya kiasi hicho? Hatuna solution nyingine zaidi ya kutawaliwa na watu wa nje? Sasa turudi kwenye taharuki. Ndio maana mkisikiza zile video ambazo kuna postia jana kwenye vitu vyao wanavyovipanga huko TikTok, choma chochote, pindua matreni, zua taharuki. Nataka taharuki itokee, ili kukiwa na taharuki kutakuwa na vurugu. Vyombo vya ulinzi na usalama vikienda kutuliza vurugu, si hivyo vitu vinafanyika kwenye mazingira ambayo wananchi wanaishi, vitokee vifo vya wananchi. Ili sasa ionekane Tanzania kuna matatizo mengi kiasi kwamba wameshindwa kujisuluhisha wenyewe, sasa wanahitaji msaada kutoka nje uje watawale. Wajenzi wenzangu, huu mchezo haukuwa wa kwetu from the beginning. Baada ya yale ambayo waliwaimbisha vijana, alafu vijana wengi wakadhurika tarehe 29 Oktoba, we were expecting Chadema leo ilipokuja na hii press conference wangeanza na tunakutana na Gen Z. Gen Z mlitusikiliza mkaandamana tarehe 29 Oktoba mkapata madhara. Gen Z njooni sasa mtuambie kinagaubaga nini mnahitaji? Au tunawezaje kuwafanya hawa Gen Z walioandamana kwa ajili yetu kuwa wanachama rasmi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo? Hakuna move kama hiyo. ACT Wazalendo hakuna hata mmoja aliyesogea ni kuona kwamba kumbe vijana wana changamoto kadha wa kadha. Hebu nijitoe nikawasikilize vijana ili niweze kuvuna wanachama. Hakuna aliyefanya. Chama cha Mapinduzi pia. Sijui kama nyinyi wenzangu huko mnaona, mnaweza mkaniambia kwenye comment section. Hatujaona movement ya chama chochote cha kisiasa ambacho sasa kimesema mimi kama chama cha kisiasa nataka kukutana na Gen Z nikawasikilize macho kwa macho ni nini hasa kilichowafikisha pale. Lakini Heche unakuja ukiwa unawakilisha chama chako and all you can talk about is katiba mpya, serikali ya mpito na uchaguzi kurudiwa. Kwa maana hiyo hata hujawaza kwamba huo uchaguzi ukirudiwa utahitaji wapiga kura wapya. Yaani hata hujawaza uwarasimishe wale walioandamana kwa kufuata kauli zenu. Hujawaza hilo. Jinsi sio mnaona jinsi gani hawa watu ni wabinafsi. Yaani hata kwenye hili jambo ambalo lingeweza kuwanufaisha kwa kuwafanya nini kuwa wanachama wao ili uchaguzi ukirudiwa wao basi wapate kura nyingi, wamesahau. Na ndio maana nawaambia vijana wenzetu mliopo huko, mnaposhawishiwa mnataka kujiita eti choma huko, mnaposhawishiwa mchome vitu, mtie taharuki, kuliko mpoteze muda wenu kujadili ajenda za hawa wanasiasa. Ni heri mchange gia angani. Anzeni kutengeneza chama chenu huko cha Gen Z. Muandae ajenda zenu. Mjue kama 2030 na nyinyi mtakutana na hao wazee, mchuane nao, au huo muda wa maridhiano ambao kila chama cha kisiasa kitapeleka demand zake na nyinyi muwe na chama ambacho kitapeleka demand zenu vijana. Kwa sababu for how long mtaendelea kupambania maslahi ya hawa wazee? Wakishawatumia wanawasahau. Kiendelea hivi mtaendelea kucheza ngoma ambayo sio ya kwenu. Na mwenye ngoma ndo huyo mnamuona ameshaanza kuingia, amekuja front. Sasa tuone ataishia hapo au ngoma inaendelea. Wanasema ya kwao kuanzia muziki yetu ukienda huko zamani Kenya wamejifanya ile muziki ni ya Kikenya, sio ya Kikenya. Unakuta muziki wa Diamond unakwambia ni Kenyan, lakini wako na chuki to the extent. Nimefikia kipindi wa Tanzania tuongee. They think we are stupid. They think we are stupid. They are thinking we are uneducated. They think we can't take care of ourselves. They are thinking we are stupid. What Tanzania, we're not stupid. We're just humble and polite.
na hiyo inafanya wao watuone sisi wajinga. Sisi we are not stupid. Tumeamua kukaa kimya kwa sababu that's how we are built on. Sisi tumekuwa built kuwa watu wa namna hiyo. Lakini sisi sio wapumbavu, sisi sio wajinga, sisi sio ni wa mwisho. Tumeamua kuwaacha. Unajua kuna ule msemo tuliofundishwa sisi wakati tunaishi, tumeambiwa mjinga mpe. Ndio kitu tunafanya. Lakini sasa hivi mnaanza kutuingia kwenye maungoni, kwenye maisha which we will never accept it. Tutapaza sauti na mtajua the true color of Tanzanians, because we don't give a fuck about what you think about pesa, sijui mlima Kilimanjaro, about Kiswahili. You can take all of that, but you can't take our kids away from us. Hiyo tumekataa. Yani tumekataa mbwa nyinyi, na hapa ndo tunapopiga line. Hapa hamvuki. Hawavuki. Nimekataa Pami. Kunywa maji kwanza. Kunywa maji. Tutaenda pamoja. Shenzi hao. Wamezoea Kiswahili cha kwao. Kiswahili cha kwao wangeongea tungegawana, ingekuwaje? Kuna Kiswahili kinaongelewa hivyo. Kiingereza wanataka kile chao pia. Hakuna. Kilimanjaro ilifikia kipindi Mount Kilimanjaro iko Kenya. Iko Kenya. Sio nini? Sisi tumekaa kimya. Imefikia kipindi wanasema come and see Mount Kilimanjaro. Watanzania tunakwambia come and climb, not see. Come and climb Mount Kilimanjaro. Na baada ya tukugombana nao tukakaa kimya. Kiswahili cha kwetu nyinyi utaongea posta baada ya mimi. Utaongea baada ya mimi. Mimi kwanza, ukimaliza mimi. Nikimaliza utafuata wewe, utafuata posta. Lazima tuongee kwa sababu ni kipindi chetu, wewe ndio priority. Utaongea. Imefikia huko kote. Watanzania tumekaa kimya. Ambwa wakishetuona Watanzania tumekaa kimya, wana mtindo wao wa kusema Watanzania mabwege, Watanzania hawezi kutoka nje, Watanzania wapumbavu, Watanzania they can't talk to themselves. Watanzania now mnatuingia maungoni to the life of our kids. Hiyo hatunyamazi. Nasema hivi, hatunyamazi. Hii tutawahunt mpaka mnaingia kitandani mnalala. Hii tutafight na nyinyi mpaka mwisho. Mbwa nyinyi msokuwa na maisha, kazi yenu nyinyi tu kuangalia Tanzania. Angalieni cha kwenu. Mna Ruto, kaja corruption, mmegombana last year. None of Tanzania give a fuck about you. Kwa nini kila siku in our business? Why are you fucking in our business? Sisi ambao hatujui Kiswahili, sisi ambao hatuna maisha, sisi ambao hatujui development, sisi ambao pesa yenu kubwa kuliko ya kwetu. Kwa nini you always in our business? Why? Na tumekataa. Lakini unajua wanasemaga hivi, mbwa ukimzoea atakufuata mpaka msikitini wakati unaswali. Ndio sasa hivi wanakufuata msikitini. Unafikia kufuata msikitini nini? Sasa hivi wanatufuata mpaka kwenye politics za nchi zetu. Na politics ndio kwenye politics ya nchi yetu. Ina maana wameingilia watoto wetu, wameingilia ndugu zetu, wameingilia jirani zetu, wameingilia jamaa zetu. Na kwa hii wa Tanzania, we shouldn't keep quiet. These motherfucker, they must learn their lesson. Kabisa. Pamoongea na kunywa maji. Kunywa maji. Mimi unajua choko na chuki. Tukimaliza hapa kwa mfano dakika moja. Tukimaliza hapa nendeni kule kwenye nakupa sekunde. Mimi kinachonikera na kinachoniuzi, hao watu walianza chokochoko muda mrefu. Watanzania wakiimba, wakienda kwao. Kwa nini wanalipwa pesa nyingi kuliko wasanii wa Kenya? Haijakaa sawa. Tu unfollow. Haijakaa sawa. Muziki yao isipigwe. Wasanii wetu hawathaminiwi. Hawajithamini wenyewe. Wamekazana kutuingilia, kila tunachokifanya wanaingilia. Wamechoka kwenye muziki, sasa wameingia kwenye siasa. Huku tunasema hakuna, hatuwezi kuachia. Mmezidi sana. Jamani guys, naomba ni contribute kidogo. Chukua mic. Naomba na mimi ni contribute. Kunywa maji. Chukua mic na kunywa maji. Dada Undefined na dada Pam na Bei kama da. Mimi ninavyoona we should take measures kwa hicho kinachotokea. Yaani hapa tuna hasira, tunaongea kwa hasira, lakini at the end of the day tukitoka hapa we have to do something kwa sababu they won't stop. They won't stop kwa sisi kuwasema. They won't stop kwa sababu sisi tusijui tumekasirika. We have to do something. Sasa mimi I'm trying to contribute. Pisa anakuelewa, lakini ngoja nikwambie kitu hapo ulipoanzia. Measures zinaanzia wapi Pisa? Nikwambie kitu kimoja. Nilipoanza hiki kipindi, kama ulinisikia Pisa ulikuwepo. Nilisema hata kwenye maandamano ya mwanzo
tusinyoshe kidole kosa la yule, kosa la yule, kosa la wote wa Tanzania. Kulinda Tanzania ni jukumu letu wote. Wote tulikaa kimya, ndugu zetu wakafa na sisi tulikuwa involved, zile damu ziko mikononi mwetu. Lakini measures zinaanza kwenye inchi kwamba anawa praise comedy afu humo anatupiga humo kwenye serikali anaisema sema afu anawa praise wajinga. Unawa praise wajinga la tunaishi hapa Tanzania. Na yeye yuko hapa Tanzania huyu jamaa. Nilivyoona mchana kajishuti kivideo chake sijui akatandale yule yuko hapa Tanzania. Mimi nashangaa kasuli tu angenyakwa huyo. Sijui mwenyewe sielewi mpaka nakasirika. Kwa sababu akikamatwa zaidi ya 10-20 kama hao, watu sasa hivi wanawamaindi. Kwa watu wataona afadhali. Watu watapungua. Eti anasikia wanasema serikali basi ingeacha huruma ikamati hawa kwanza iwe sote eti kaeni na jenzi mwasikilizwa wanataka nini? Wewe mbona si atakuwa tunasikilizwa na Kikwete tunataka nini kipindi kile? Kipindi cha Kikwete mbona atakusema tunataka nini? Na kuendelea kabisa Israeli. Wanaomba katiba mpya kati ya zamani hujui hata vifungo vyake. SMA umelala? Kachoka. Umepiga domo huko, umekuja hapa kulala Kaja nyumbani. SMA sijaelewa umelalaje mapema hivi. SMA unalala kwenye nani? Nakumbuka jana mlikuja hapa mkasema yani mkawa kama mnatuaga tutokuja tena kupanda. Kwema. Nasikiliza. Kijiti ni chako mwanangu. Diva kashatoa madini ndio kusikiliza wewe sasa. Hapana, nakusikiliza. Hapana, tangia nimejiunga nimekaa. Halo. Internet yako ndo mbovu kumbe nimeshaelewa. Sio mimi. Hiyo umeniuzia kesi. Internet yako sio ile ya jana sio mimi kwamba sio wewe. Yule sio anaitwa actually nilisema hizo harakati ziendelee lakini kuna mmoja yule ndo alisema kwamba Abdul alisema sitokuja kupanda hapa kazi tulioifanya imefanyika. Majenzi ndo kwanza wanawashika masikio alafu unasema atupande tena. Hii ni aruta. Actually nimetoka jana ile wakati tuko live jana nilikuwa na okay. Mimi mnanisikia vizuri? Unaingia na kutoka. Unaingia na kutoka. Kwenye military wanasema we've won the battle but the war is still going on. Kwamba tumeshinda pambano lakini vita bado vinaendelea. Sana. Hello? Tunakusikiza. Nasikika. Unasikika chief. Hapo umeganda? Hello? Naganda. Bika mada. Hapo. Unanisikia? Hapo. Tunakusikia. Uganda. Umeganda? Hapa sasa hivi. Ushapita na wewe. Hapo poa. Tuko na wewe mheshimiwa, twende nalo. Mimi nakusikieni vizuri. Sijui kama nyinyi mnanisikia vizuri. Tunakusikia vizuri. Baba anatisha ya macho Israeli. Kwanza hongereni. Mimi nilianza kutoa hongera tangia jana kwa sababu nilishaona unajua sisi hii harakati inavyofanyika ni sawa na gari. Tairi lina umuhimu wake, gearbox ina umuhimu wake, indicator ina umuhimu wake. So kwa pamoja kila mtu ana play part yake ili gari liende mbele kwa ufanisi mzuri. Kwa hiyo tupo sisi ambao tunafanya uchambuzi geopolitics na tunaingia deep kidogo. Wapo ambao wanafanya kazi nzuri sana kuongea na raia wa kawaida katika lugha ya kawaida ambayo watu wanaelewa. Umeona Kwa hiyo jana nilifanya uchambuzi wa ile press release iliyotoka ya Ikulu katika mkutano wa rais na balozi,
na nikasema kwamba ile barua imemaliza mchezo wote. Ambao wana uwezo wa kuread between the lines na wanajua geopolitics jinsi zinavyochezwa, kwanza wale waliokuwa na mdomo wanasema kwamba hatumtambui rais kwisha, kwa sababu nchi kubwa kama ile ikishasema kwamba tumekutana na rais wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, sasa hivi wale waliokuwa naongea kwamba hatumtambui, hizo kauli hizo zitaisha. Kwa hiyo kilichotokea leo tumekiona, ila kuna mengi ambayo ameongelea. Nianze kwa msikiza Diva akiongelea kuhusu Kenya na media zao na vitu kama hivyo. Mimi nimekuwepo kwenye game muda mrefu sana kama mshabiki wa mziki, as a DJ as well, na ninafahamu Kenya tumewafunika kwa a very long time, na ambao labda huenda wasielewe, ilifikia kipindi Kenya wakaweka vikao kwao kwa sababu Tanzania miziki yetu ilikuwa inafunika yani ilikuwa imetake over media za Kenya. Enzi zile kina Mr Blue, tulikuwa tuna Mr Nice, wale generation hiyo, kabla ya this generation ambayo ipo, walikuwa wametake over media za Kenya. Miziki yetu ilikuwa inapigwa mpaka ikabidi wakae vikao, wakasema inabidi tuangalie jinsi ambavyo tutaokoa wasanii wetu. Kwa hiyo bifu hili ni la muda mrefu, na sasa hivi tunafanya vizuri. Na ukiangalia jinsi ya watu walivyo biased, wanaongelea kama 47 na wenzao. Si mnakumbuka kwamba jana ujuzi tumetoka kushinda tuzo ya utalii? Je, kuna kati yao ambao mmesikia wakiongelea hilo jambo? Wamepick vitu ambavyo ni negative. Ila kingine ambacho nimesikia na ni swala la jinsi, nimemsikia Baikola akiongea kwamba tuangalie jinsi gani ya kuwafikia vijana na kuwaelimisha. Mara nyingi sana huwa anapenda ni deal na saikolojia. Ukishajua mtu ni mtu aina gani, kuna kitu kinaitwa Ocean psychology analysis, ukajua, na ndio kilichotokea kwa Gen Z wetu. Sio bahati mbaya. Kuna makala niliyatoa yako kwenye YouTube yangu ambayo inaitwa Operation Breaking TZ, ambayo ilitengenezwa kuivuruga au kuvunja tabia ya Watanzania, na kilichotokea ni kwamba walifanya psychological analysis ya Gen Z wa Tanzania wakoje, kitu gani ambacho kinawatrigger, attention yao ikoje. Ndio maana tukaja kuona kitu ambacho hakijawahi kutokea katika historia ya nchi yetu. Kwa hiyo haikuwa bahati mbaya, walijua exactly jinsi ya kucheza na saikolojia za watu. So moja ya vitu ambavyo wanapenda sana ni kuangalia upande wa saikolojia. Sasa kuna jambo ambalo limetolewa na wengi, na nimemsikia Sister Baikola akiliongelea kwamba jinsi ya kuelimisha. Kuna njia mbili za kuongoza, kuna za kutoa maelekezo, lakini pia kuna za kutoa mfano. Nadhani watu wamegawanyika kama makundi matatu kwa kugeneralize kwa haraka. Kuna watu ambao hawataki kabisa kujihusisha na mambo ya maandamano. Alafu kuna watu ambao wamelishwa sumu, hata uambie nini, hata ashuke Yesu sasa hivi hapa na Biblia ameishika mkononi kwake na malaika, hawatoelewa. Washalishwa sumu. Alafu hapa katikati kuna watu ambao hawajielewi, ni bendera fata upepo. Sasa hao ndo ambao kila mtu anawa target, kwa sababu ukiweza kuwasway wale wanaongezaga idadi. Mimi ningeshauri kitu kimoja, harakati imefanyika kubwa sana na watu mmeplay part kubwa sana. Moja ya njia bora ya wale bendera wafata upepo, uwaga hawako loyo na wafanyabiashara wanajua. Let's say kama una pabu au una duka au una bidhaa, leo hii utatoa bidhaa fulani watu wataipenda, ikitokea bidhaa nyingine watu watahama, wanahamia kwenda kwenye ile bidhaa. Nadhani watu ambao wanakunywa sasa hivi, kuna kinywaji fulani kinaitwa Brutal, mabinti wote mjini sasa hivi wamehamia kule. Ndio saikolojia. Before that kulikuwa kuna zingine na zingine, tangia labda Diva anaweza akaelewa, kipindi kile ilikuwa Reds. Wanawake wote walikuwa kimuuliza wanakunywa nini, ilikuwa Reds, na wameenda wakaadapt kuja kwenye savana na zingine. Kwa hiyo ni saikolojia ya binadamu, huwa wana tabia ya kuhamahama. Sasa kwa watu ambao hao, mimi ningeshauri kitu kimoja, harakati hii imefanya kazi kubwa sana. Sisi upande wa kuendelea kuelimisha uendelee, lakini tuoneshe kwa mfano. 101, usishushe mtu yoyote mpaka nikwambie.
Usishushe mtu yoyote wala kupandisha mtu yoyote. Nanijua vizuri. Mimi ndo nitashusha na kupandisha. Moderators mjishikilie. Msishushe wala kupandisha. Please. Unaona subscriber amekaa muda mrefu hapa kwenye request. Kwa sababu hata simjui. Mimi naona tu 2025 hata simjui. Ningemwacha kwa sababu ni mtu wetu tunamjua. Kuna huyu mbu shata maandamano huyo naye. Kwa muda mrefu. Shata maandamano huyo naye. Kwa muda mrefu. 2025 keyboard. 2025. Kwa hiyo nachoweza kushauri especially viongozi wetu kama Baikola na Ledina na wengineo, sisi tuoneshe kwa mfano, tujiandae kuombe kukutana na serikali yetu, kama itakuwa ni waziri, kama itakuwa ni mkuu wa mkoa, kama itakuwa ni rais, waziri mkuu, yoyote ambao serikali itapendelea sisi tukutane naye. Yaani nataka tuoneshe kwa vitendo jinsi ambavyo mabadiliko chanya yanavyofanyika. Kwenye makala yangu nilitolea mfano, nikasema mimi wanahudhuria sana nikisikia kwamba kuna forum sehemu, nikisikia kuna mkutano wa sera, iwe ni Sumatra, iwe ni madini, iwe ni mambo ya kilimo, huwa naenda nahudhuria, nachangia mawazo pale, najifunza vitu. Kwa hiyo sisi tuoneshe kwa mfano jinsi ambavyo mabadiliko chanya positive yanavyofanyika. Tuombe kukutana na viongozi wetu, twende tukakae nao, tuongee nao, tuwape mawazo yetu. Sometimes kuna baadhi ya maamuzi huwa yanafanywa ambavyo sisi hatuyafahamu, huenda na wao wakatufahamisha tukaelewa kwa nini wamefanya yale maamuzi, and naamini itatoa natija nzuri. Lakini wale ambao wako katikati, ambao upande mmoja wamepewa option ambayo ni violent na ni aggressive, kwenda kuchoma vitu, kwenda kushambulia, kwenda kufanya maandamano, na upande wa pili kuna watu ambao wanatafuta marekebisho na maboresho, lakini wanafata procedure ambazo ni nyepesi, ni rahisi na zinafanyika kazi. Wao wenyewe kichwani kwao watafikia conclusion njia ipi waifuate. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho tunaweza tukakifanyia kazi, lakini aluta continua. Najua hapa kuna baadhi ya watu ambao ni policies makers au wanaweza wakafikisha ujumbe kwa policies makers. Kwenye vita huwa kuna silaha mpya inatumika, na tulichokutana nacho tarehe 29 ilikuwa ni warfare au aina ya vita ambayo hatujawahi kukutana nao katika taifa letu. Kwa hiyo ilitutingisha kidogo, lakini upande wa pili, upande wa strategy, ni kwamba tumegundua aina ya silaha zao pamoja na mbinu zao, na moja ya vitu ambavyo tumegundua wanavitumia na vimekuwa effective na inatakiwa tuvifanyie kazi, na hii ni kwa upande wa serikali, ni NGO. Inabidi zifanyiwe ukaguzi, inabidi zitungwe policies mpya za NGO ili kudhibiti. Kenya wanazitumia sana, very effective kule, na ndio maana tunaona wanachokifanya, na ambao mnafuatilia mnafahamu hata Ruto aliwachana live Ford Foundation ambao wako behind hizi harakati zote. Kwa hiyo serikali yetu pia iangalie swala la NGO, zitengenezwe policies mpya. Lakini leo nilikuwa kuna session nimefanya na Henry Mwinuka, kama mnafahamu ni mchambuzi wa kisiasa, ni mwanasheria na amesomea international diplomacy. Kwa hiyo ni mtu ambaye anafahamu. Tukaa tuna dialogue, tunachambua vitu tofauti tofauti. Moja ya mada ambayo tumeiongelea leo ni issue ya East Africa Community. Nadhani kuna haja ya serikali yetu iangalie upya East Africa Community, kwa sababu tunaongea kama ni wamoja, lakini kiuhalisia hatuko pamoja, na kuna unafiki mwingi sana hapa kati ya hii East Africa Community. Kwa hiyo nadhani serikali yetu ikae, itathmini upya, alafu tuangalie, na ndo maana, na hiyo ni moja ya njia ya kuweza kudhibiti baadhi ya wanaharakati uchwara ambao wako katika nchi jirani, na ikiwepo hizi na kutufanya watu wengine tukose kufanya hicho ya msingi. Lakini pia hata vyombo vya habari ambavyo tunavitumia kwenye social media, natoka nje ya mada hashtag sasa hivi tunaongelea Kibajuni. Kwa sababu sasa hivi si kuna huo mlolongo kwamba Wakenya wanataka uachiwe nchi yako masuala hayo, lakini vyombo vya habari vya Kenya vituache Tanzania kama Tanzania, na wao wabakie kama wao. Kenya na dunia nzima, Kenya na dunia nzima watuachie, mmewachoka yetu. Dunia nzima sasa hivi BBC, CNN wameacha.
Hawajaacha, walikuwa jana pale. #tuachie nchi yetu. Yaani wametuachia kwa sababu wamejitahidi kuandika maneno mabaya, lakini sasa hivi ukiangalia posti zao kidogo haziko kwenye ule mlolongo wa ubaya. Ushafahamu? Lakini Kenya bado wanatukandamiza kwenye social media zetu. Kataa maandamano unasemaje? Naam. Kataa maandamano unasemaje? Nashukuru sana wazee wa Coffee, mnatuletea mambo mazuri sana na tunashukuru rais wa TikTok anatuunga mkono. Shukrani zangu ziende kwa Coffee Shop. Coffee Shop, Mungu awalinde, Mungu awape nguvu zaidi. Lakini ninapogusia hapo kwa Wakenya kuhusu huyu Mbaraka Mwinyi, dunia nzima, hii ni dunia nzima imetazama Tanzania. Sisi tunapita vingi, wewe wanatutazama kwa matamanio wewe. Dunia nzima Kenya imegusa wao, walikatana wakatiana kwenye mapolo, wakenda wakatupana huko kwenye maji. Tulizungumzia mambo yao. Juzi walitupana kwenye magorofa, tulizungumzia. Watu wache na Tanzania yetu tena, mukome kama mlivokoma pumbu za baba zenu. Nimemaliza. Hatutaki Tanzania yetu, hatutaki. Kenya dili na Kasongo. Mumezoea yani kumpiga viatu, mumezoea kumita machapo. Dilini na mambo yenu wa Kenya, mukome tena, mukome kwa herufi kubwa. Mafirauni nyinyi. Asante, umemaliza. Umemaliza shoga yangu, umemaliza. Sasa wazee wenzangu, mimi naona kwa leo nimemaliza. Umeua. Mimi wazee wenzangu nafikiri kwa leo nimemaliza. Umemaliza, tumechukua muda wa watu sana. Ni sawa? Na sana. Wahaini wale inabidi wabaluzwe mwaka mzima. Ngoja bwana. Kibajuri tuseme tupe dakika 10 tu. Nasema wahaini wale inabidi wabaluzwe mwaka mzima. Wahaini wale tunao. Wale.